kwa watu, lakini bado Mungu ni mtetezi wa maisha yetu. Ndugu ambaye haujaokoka, nataka nikupe jambo hili kwamba jihadhari usije katangulia. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Anazunguka mazingira haya, si nyumbani tu. Nataka nikupe picha halisi ya watu wanaweza kuwa maadui na watu wanaoleta madhara katikati yako. Ni wale ambao mnafanya kazi pamoja nao, staff wenzako, wanaweza kuwa adui mmoja wapo, mtu unayecheka naye, mnayeshirikiana naye. Yaani mtu usidhania ndiye anaweza kuwa adui, anaweza kukumaliza. Haujakaa vizuri, huyo anaweza kumaliza kwa sumu na mitego mbalimbali. Ndugu yangu, angalia na kupata mfano mzuri katika kitabu cha Esther. Esther ni Wayahudi, miongoni mwa Wayahudi ambao walikuwa wamechukuliwa kwenda utumwani Babeli. Sasa siku moja au kipindi fulani ambacho sasa Esther ameshakuwa mke wa mfalme, alikuwa ni malkia, sasa ameolewa na Ahasuero. Ndugu yake alikuwa anaitwa Mordekai ambaye alikuwa mtoto wa mjomba wake. Sasa huyu mtu alikuwa anafanya kazi ofisi moja na Haman. Ikafikia wakati Haman akapandishwa nafasi kwa waziri mkuu katika nchi ya Babeli. Haman akataka sasa kusujudiwa, kunyenyekelewa. Mordekai yeye hakuwa radhi kwa ajili ya kutengeneza hatua kama hiyo, sababu hakutaka kumnyenyekea mwanadamu wala kumsujudia. Haman akatengeneza fitina kutaka kumwangamiza, na alikuwa ameandaa mti mrefu wenye urefu wa mikono 50. Kusoma tu ile Esther 7 na ule mstari wa 9, alikuwa ameandaa mti, na huo mti alikuwa ameuandaa kwa ajili ya kumtundika Mordekai kwa sababu amekataa kumsujudia. Mtu wa karibu na wewe ndiye anaweza kukutengenezea hatari. Lakini kwa sababu ya mazingira yale, Mungu aliwasaidia. Esther na Wayahudi wote wa Shushani ngomeni walifunga na kuomba siku 3 kavu, na mabaya ambayo alikuwa amekusudia kwa ajili ya Wayahudi wote pamoja na Mordekai yakamrudia Haman yeye na familia yake nzima. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 26 na ule mstari wa 27 ya kwamba achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, avingishaye jiwe litamrudia. Iko hivi, kama wewe ni mcha Mungu, wala huwezi kudhurika kwa madhara ambayo yametengenezwa na watu wabaya. Lakini kama haumchi Mungu, na kuambia hivi, hatari yako iko jirani sana, ambayo hata utaki kumwamini Kristo. Unajivunia ulinzi wa kimapepo, unajivunia ulinzi wa mashetani na majina mamizimu ya ukoo. Hayana uwezo wa kuweza kukulinda, kukusaidia na hatari ambayo imekusudiwa na shetani. Zile nguvu za mapepo, zile nguvu za ufalme wa giza zinazidiana sana, nguvu zao walizonazo zinazidiana sana. Na inawezekana hata nguvu ulionayo ni ndogo, au ufalme uliopo wewe ni mdogo kuliko ule ambao unakushambulia wewe. Kwa hiyo nguvu hiyo ikielemewa, unatangulia. Na wewe ambao unapenda sana msosi, unapenda sana ulaji, hutaki kujistahi, hutaki kujiheshimu, hutaki kuwa na mipaka, hutaki kuchukua tahadhari, yani jihadhari, la sivyo unatangulia muda sio mrefu. Staff wenzio ndio maadui zako. Mtu sio mdhani ndiye anaweza kukumaliza. Mtu ambaye unaona kama uko mdhani ndiye anakuja kukumaliza. Ambaye mtu uko unaishiona naye, huyo anaweza kukumaliza kabisa pasipo kutarajia. Hebu chukua tahadhari. Amwamini Kristo Yesu ali hai. Sisi ambao tunamwamini Kristo tunalea na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Yale ambayo hatuwezi kuona kwa macho ya damu na nyama anatuepusha nayo. Kabla hajatokea jambo anatujulisha. Lakini pia ukiangalia Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5, anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Angalia, malaika wa Bwana anafanya kituo na kutuzungukia na kutulinda dhidi ya madhara ambayo yamekusudiwa kwa ajili ya maisha yetu, lakini Mungu anatulinda ili tusidhurike na mabaya hayo. Wewe unachojivunia ni nini? Hebu muamini Kristo huyu. Bwana Mungu wa mbingu na nchi aende kukuokoa, awe msaada wa maisha yako. Tunaishi katika dunia ambayo imeharibika sana. Watu wapendani, watu wamekuwa ni mwingi, ndugu na ndugu wanamalizana, majirani wanamalizana, watu ofisi moja wanamalizana, wanafunzi kwa wanafunzi wao ndio wanamalizana, majirani wafanya biashara hivyo hivyo. Ndugu yangu, usalama pekee uko kwa Yesu Kristo ali hai. Na kushauri sana, hebu chukua nafasi hii, usije ukatangulia. Chukua nafasi hii, umwamini Kristo au mwokozi wa maisha yako. Tafuta kanisa lile watu waliokoka, upate ukajifunze, upate mafundisho mazuri yatakayokusaidia kukulia wokovu, na utakuwa salama sana. Bwana Mungu ali hai akulinde, akujalie uchukue jambo hili la busara sana kusaidia katika maisha yako ya baadaye. Na nichukue nafasi kukushukuru sana. Nikualike